Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Februari 20 siku ya Ijumaa asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema kukumbatiwa kulivyo tiba muhimu kwa wenye tatizo la akili. Lakini mvutano wa picha feki za mashahidi fiche, polisi ashindwa kumtaka PGO. Lakini kuna habari inayosema darasa lenye kitabu kimoja la zua zogo. Darasa lenye kitabu kimoja la zua zogo. Waziri mkuu ashtuka, agiza uchunguzi wa haraka ufanywe. Lakini waziri wa elimu ashikia bango papo hapo. Lakini zana zilizochakaa zinavyogeuka sumu ziwani Victoria. Zana zilizochakaa zinavyogeuka sumu ziwani Victoria. Lakini kiongozi atoa siku 4 ripoti mgogoro wa wananchi na wawekezaji imfikie. Lakini Helen Kijo Bisimba atilia shaka hatua za kuwajibisha wanaodhulumu. Helen Kijo Bisimba atilia shaka hatua za kuwajibisha wanaodhulumu. Lakini mfanyabiashara wa madini auawa, atobolewa macho. Hiyo ni habari ukurasa wa pili. Mfanyabiashara wa madini auawa na atobolewa macho. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini tukichana gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, tuangazie gazeti lako la Mwananchi lenye lina habari inayosema simulizi ya fibronia, mageuzi ya saratani. Lakini diploma ya wasaidizi wa kazi, mwelekeo mpya katika malezi bora kupunguza unyanyasaji. Na mfanyabiashara Arusha auawa avunjwa viungo. Mfanyabiashara Arusha auawa avunjwa viungo. Lakini funga kwa Ramadhani kwa Rezma kiafya zaidi. Funga kwa Ramadhani kwa Rezma kiafya zaidi. Lakini kesi ya Lissu yazusha mvutano kortini. Korti ya onya. Kesi ya Lissu yazusha mvutano, korti ya onya. Lakini wakili wa viti maalum stop. Wakili wa viti maalum stop. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, sasa tuangazie kwenye gazeti lako la Mtanzania leo lenye linaanza na habari inayosema waziri Nanauka azindua jukwaa la vijana Mwanza. Waziri Nanauka azindua jukwaa la vijana Mwanza. Lakini mfanyabiashara wa madini Arusha kutwa ameuawa Kondoa. Na RC Tabora atoa ahadi ya milioni 50 atakaye mnasa aliyefanya mauaji. RC Tabora atoa ahadi ya milioni 50 atakaye mnasa aliyefanya mauaji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania leo ukurasa wa mbele. Lakini kuna habari inasema TRA ya waonya wenye bandari kavu wanaokwepa kodi. TRA ya waonya wenye bandari kavu wanaokwepa kodi. Lakini Sweden ya ipa Nemki maabara inayotembea. Sweden ya ipa Nemki maabara inayotembea. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Majira alinyea asubuhi ya leo linaandika wahimizwa kuzingatia mambo 20 kwa Rezma. Lakini madiwani wahimizwa kuzifahamu sheria za ardhi. Madiwani wahimizwa kuzifahamu sheria za ardhi. Lakini kuna habari inayosema CCT yaunga mkono juhudi za serikali kujenga mahusiano. CCT yaunga mkono juhudi za serikali kujenga mahusiano. Lakini kuna habari inayosema wanawake watangaza kuacha kubeba mimba. Ni wapi? Lakini habari inayosema wanawake watangaza kuacha kubeba mimba. Lakini Sweden ya ipa Nemki maabara inayotembea. Sweden ya ipa Nemki maabara inayotembea. Lakini waziri Nanauka akabidhi vijana milioni 200 Mwanza. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuna habari kubwa ya kimataifa inasema UN yataka mkataba wa amani wa kudumu Gaza. UN yataka mkataba wa kudumu wa amani huko Gaza. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Majira ukurasa wa mbele.
huku gazeti lako la Uelekeo lenye ukurasa mbele linaandika vijana wakabidhiwa milioni 200, lakini Masauni awataka vijana kuenzi muungano, na wizara ya maji yapewa wiki 2 kukamilisha kazi. Wizara ya maji yapewa wiki 2 kukamilisha kazi. CCT yaipongeza serikali kuimarisha mahusiano, na wabunge wawataka wawekezaji kushiriki kusambaza gesi ya CNG. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo linaandika Waziri Leila ahidi kuendelea kusimamia ujenzi wa miundombinu. Lakini kuna habari inayosema Dr. Mwinyi, wafanyabiashara msipandishe bei za bidhaa. Huyu ni Rais Mwinyi asema wafanyabiashara msipandishe bei za bidhaa, azihimiza manispaa mabaraza kusimamia usafi. Lakini Masauni ahimiza vijana kuenzi muungano. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Lakini serikali itaendelea kuimarisha maendeleo. Huyo ni Dr. Akili asema. Na kuna habari inayosema Israeli kuwaruhusu waumini 10,000 kusali Jumaa msikiti wa Al-Aqsa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge ukurasa wa mbele inaandika Masauni yawataka vijana kuenzi muungano. Lakini kamati ya bunge yataka matumizi ya gesi asilia yaongezwe. Na Dr. Mwigulu amtwisha zigo Aweso, atoa siku 14 kumpata mkandarasi mradi wa maji kutoa ziwa Chala. Lakini Kienzile aridhishwa na maendeleo mradi wa bandari Kigoma. Huyo ni Kienzile aridhishwa na maendeleo ya mradi wa bandari Kigoma. Mfanyabiashara madini auawa kikatili, atobolewa macho. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru lenye asubuhi ya leo linaandika Rais Mwinyi aongoza kikao cha kamati maalum ya neki. Lakini TRA ya baini mchezo mchafu ukwepaji kodi bandari kavu. Na Rais Samia afichua siri Tanzania kung'ara AU. Lakini kiongozi abaini aibana ofisi ya RC Kigoma. Huyo ni Kenani, kiongozi aibana ofisi ya RC Kigoma, atoa siku 4 kupewa ripoti mgogoro wa ardhi. Atoa siku 4 kupewa ripoti mgogoro wa ardhi. Lakini PM Mwigulu ashusha rungu wizara ya maji. PM Mwigulu ashusha rungu wizara ya maji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo lenye habari inayosema hifadhi ya taifa Kilimanjaro ya pili kitaifa kwa kuingiza mapato mengi. Lakini mbunge asenga wananchi tutunze miundombinu ya barabara na madaraja. Na Dr. Mwigulu aipa wizara ya maji wiki 2 tu. Na kamati ya bunge ya shauri matumizi ya gesi asilia yaongezwe. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo. Lakini kuna habari inasema ujenzi wa chuo kikuu Mzumbe kampasi ya Tanga wafikia 82%. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza linaandika wizara ya maji yapewa wiki 2. Wizara ya maji yapewa wiki 2. Lakini dhamira ya serikali vituo vya CNG yaleta matokeo chanya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Lakini gazeti lako la Mwananchi Huru asubuhi ya leo linatuhabarisha wenye bandari kavu wampongeza Rais Samia kwa mazingira bora ya biashara. Lakini mbunge wa Moshi mjini anusurika kwenye ajali mbaya. Na milioni 50 nje kwa atakayempata aliyefanya mauaji Tabora. Lakini Nemki yaeleza maabara inayotembea itakavyowanufaisha wa Tanzania. Na waziri Nandauka aeleza jinsi Rais Samia anavyopambania vijana, asema maono yake ni kuwawezesha kumiliki uchumi wa vibanda. Lakini asema bilioni 200 alizotoa ziko tayari kwa ajili ya vijana kukopeshwa. Lakini kuna habari inasema wataka endelea kusema wataka kuzichangamkia kwenye wizara mbalimbali, azindua jukwaa la vijana Mwanza kwa shangwe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako Raia Mzalendo linaandika tajiri wa madini Arusha kutwa ameuawa Kondoa. Na RC Tabora hapa kumnasa aliyefanya mauaji na kutokomea. Lakini jukwaa la vijana Mwanza lazinduliwa rasmi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo.
na kamishna mkuu wa TRA awawakia wenye bandari kavu kukwepa kodi. Nemki afurahia kupata mabara inayotembea. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo asubuhi ya leo linaandika CCT yaunga mkono juhudi za serikali kujenga mahusiano, na utalii waendelea kumpaisha Dr. Samia. Waziri Nanauka kabidhi mikopo ya milioni 200 Mwanza. Mwigulu acharuka mkoani Kilimanjaro. Upatikanaji wa nishati safi nchini waongezeka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo. Gazeti lako la Tanzania Leo linaanza na habari inayosema Kidao aibukia TRA United, lakini Banana Zoro afunguka kauli za mzee wake, na kuna habari inayosema nje ndani hatima ya Bajaber Simba, kocha JKT Tanzania tutavuka malengo mapema. Lakini Buba Jame kazi ipo, Buba amtaja mama mabao 2. Hiyo habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika striker mpya Simba aweka kiu ya mabao. Striker mpya Simba aweka kiu ya mabao, lakini Buba afichua siri ya mabao 2 dhidi ya Cosmopolitan. Lakini TFF yafungua zabuni za haki za kipekee za ubashiri. Hiyo ni habari ukurasa wa 14 kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Mwanahabari lenye kwenye michezo naandika Azam kocha Ibenge bado yupo sana. Lakini alikuwa CEO Fountain Gate atua Singida Black Stars. Beki Simba afanyiwa upasuaji Afrika Kusini. Lakini Jame wa Yanga awagumzo mechi ya dabi ya Kariakoo, na Opa Twiga Stars itafanya vizuri AFCON. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Uhuru naandika Mangungu afunguka Simba, TPLB kuifumua ratiba ligi kuu bara. Lakini matokeo yamsikitisha kocha Yanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Machinga linaandika TFF marufuku kubeti mechi ya dabi ya Kariakoo. Lakini Baka Semfuko cha Sambi wana kitu. Baka Semfuko cha Sambi wana kitu. Baraza wachezaji Pamba Jiji wako vizuri. Lakini Kidao ateuliwa mjumbe bodi ya TRA United, na Nsajigo tumejipanga kufanya vizuri CRDB Federation Cup. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Majira linaandika TFF yazingiza vitani kampuni za kubashiri ni kuelekea katika mchezo wa Kariakoo Derby. Lakini kocha Yanga aliya ufinyo wa magoli. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye michezo linaandika serikali kuandaa utaratibu matumizi wa viwanja vipya. Lakini wadau wa soka waipongeza Azam, na kwenye habari nasema Mangungu akiri kupokea marekebisho katiba Simba. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti lenye kwenye michezo linaandika mastaa wa mtibua Pedro Goncalves, awataja Clement Mzize, Pacome akiugusia Simba. Lakini Simba kuna kitu watalaumu wafunguka. Ishu ya kubeti ya ibua mapya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti. Ishu ya kubeti ya ibua mapya. Lakini Luiza Mbutu, niliishi na kuipambania ndoto iliyonifikisha nilipo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti. Lakini Zahiri Zoro amaliza utata wa maneno yake. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za mbele za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo linaandika Soa Kante ndani ya Simba ikivaa prison, Yanga yalia na ratiba. Hata hivyo Pedro Goncalves atamba kikosi chake kimejiandaa kupeleka kilio kwa Wanamungo ili kujiimarisha. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe ukurasa wa michezo ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.